Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda amekabidhi ofisi kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na kumtaka aimarishe ufuatiliaji wa maelekezo anayoyatoa kwenda ngazi za chini. Katika makabidhiano hayo jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu huyo mstaafu amesema katika kipindi cha uongozi wake kulikuwa na ucheleweshaji wa kupata majibu kutoka ngazi ya chini katika maelekezo aliyokuwa akitoa. Utakachokiona vile vile ni ofisi ambayo ina hodi nyingi sana. The public. Hasa hili utasaidiwa na wote. KM atakusaidia, lakini private office itakusaidia zaidi. Hasa hodi hizi unaweza ukasema tazikwepo, lakini wakati mwingine is not easy. Utakuja watu wa kila aina na wengi ni misaada tu. Msaada Mheshimiwa Waziri Mkuu, msaada Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimefiwa, wanangu ada. Kwa hiyo unaka political vote hapa, lakini utakuta karibu sehemu kubwa ya political vote katakwenda kwenye misaada, hasa kwenye elimu, wengine afya na makundi mengine kama hayo. Tumetoka awamu ya 4 kwa miaka 10, tunaweza kuwa tulijenga utamaduni wa aina fulani. Niliwasihi sana kubadilika ili kwenda sambamba na filosofi ya rais aliyeingia awamu ya 5, na mimi nikiwa ndo waziri mkuu, na mimi sasa ndo nakuwa kiongozi wenu. Mnaweza kupata kidogo ugumu sababu mimi lazima ni implement filosofi yake kwenu. Kwa hiyo niwasihi mfanye kuwa mbaya, kukubali, kuwa flexible na kubadilika. Muhimu zaidi ni kuchapa kazi. Pia alimkabidhi taarifa yenye kurasa 104 ambayo inaelezea majukumu mbalimbali ya taasisi na idara zilizo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Aidha, Bwana Mizengo Pinda amesema ameridhishwa na kasi ya utendaji kazi ambayo Rais Dr. John Magufuli na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wameanza nayo, na kwamba ana imani kwa uchapakazi wao na uadilifu wao wataweza kuivusha Tanzania na kuifikisha kwenye uchumi wa kati ambako serikali imejielekeza kufika. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa yeye amemshukuru Waziri Mkuu mstaafu na kumwahidi kutekeleza yote yaliyomo kwenye taarifa aliyomkabidhi. Kikao hicho kilihudhuriwa pia na Katibu Mkuu Dr. Florence Turuka, Naibu Katibu Mkuu OWM Bibi Regina Kikuli, wakuu wa taasisi zote 8, wakuu wa idara na vitengo vya ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na wasaidizi wa Waziri Mkuu walioko ofisi yake binafsi.